Anas ibn Malik anaelezea katika historia yake kwamba muda wote aliyokuwa amekaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam toka alipokuwa mdogo mpaka akawa mtu mzima, anasema haijapata hata siku moja kukaripiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa jambo lolote lile, kwamba kwa nini umefanya, kwa nini hujafanya. Hajawahi kukaripiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wengi nilipokuwa nikizungumza kisa hichi cha Anas ibn Malik walikuwa wanasema hao walikuwa ni watoto wa enzi hizo, hawana mashaka kama watoto wa enzi zetu za leo. Nikasema katika kisa chake Anas ibn Malik anaelezea, anasema siku moja alitumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ende akachukue kitu pahala fulani. Anas akaondoka kwenda kuchukua kile kitu. Alipofika njiani akaona watoto wenzake wanacheza, naye akaingia katika mchezo, akasahau kabisa kwenda kule alikotumwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpaka Mtume akaona sallallahu alaihi wasallam muda umekuwa mrefu, Anas hajarudi bado, ikabidi atoke kumfuata. Basi alipotoka kumfuata akamkuta katikati ya kikundi cha watoto wenzio anacheza, kijasho kinamtoka kwa mchezo aliokuwa anacheza. Ingelikuwa ni mimi na wewe, nadhani Anas angeshtukizia kwaju la mgongo limempiga, hajui linatokea wapi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwendea Anas mpaka chini yake, nyuma yake ya mgongo. Alipofika pale, Anas akashtuka, akageuka nyuma, akamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam anatabasam, na akamuuliza swala kwa upole, akamwambia adhahabta ila ma amartuka bihi ya Unais, je, umekwenda kule nilikokutuma ewe Unais? Anas akasema alana adhhab ya Rasulullah, hivi sasa ndio nakwenda ya Rasulullah. Akaondoka Anas kwenda alikotumwa, hali ya kuwa ashachelewa muda mrefu kwa sababu ya mchezo. Angalia jinsi upole wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulipokuwa katika ulezi wa watoto, na watoto hawa aliwalea. Tukimwangalia huyu Anas, tukimwangalia na Zaid, wakawa ni watoto ambao walileta faida kubwa kabisa katika Uislamu kwa malezi ya upole na ukarimu na huruma walioyapata kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.